Abdi Hassan mwenye umri wa miaka 15 aliibuka mshindi wa mbio za punda za tamasha za 23 za Lamu ambazo zilifanyika leo asubuhi hii. Na Hashim Mahmud mwenye umri wa miaka 14 akiwa naye amempanda punda wake kwa jina la utani Old Guard na akaibuka wa pili katika mbio zilizokuwa na ushindani mkali. Mwanahabari wetu Martin Mwaura pia anaarifu kuhusu mashindano mengine ikiwa ni pamoja na ya kuunda majahazi na hata ya kuogelea. Abdi Hassan alibuka mshindi wa mashindano ya punda kwa mara ya 3 mfululizo. Hassan hakuweza kuficha furaha yake baada ya kujishindia shilingi 200,000. Naitwa Abdi Hassan na nimeshiriki katika mashindano ya Culture. Nimepata namba 1. Nashukuru kwa ushindi. Vijana wadogo ambao wanashindana katika mashindano na shiriki, naombea wajitahidi. Nimeshindana karibu mara 3 na nimeshindwa. Hashim Mahmud aliye na umri wa miaka 14 alishika nafasi ya pili na kuondoka na shilingi 1,150 akiahidi kurudi bora zaidi mwakani. Punda wangu anaitwa Old Guard. Nimejitahidi, nimekuja namba 2 na inshallah nasubiri mwaka ujayo tukue namba 1. Umati wa watu walioshangilia wakitumia kifaa chochote walichokuwa nacho ili kunada matukio adimu. Punda ni maarufu sana kwani ni muhimu kwa maisha ya kila siku kisiwani Lamu. Kwa hivyo, mbio hizo zilikuwa zaidi ya burudani, ni heshima ya kitamaduni. Tukio jingine la kuvutia lilikuwa mbio za mashua ambapo maboti ya kitamaduni ya mbao ambazo hapo awali zilikuwa muhimu kwa biashara, uvuvi na usafiri wa masafa marefu zilionyeshwa kwa ustadi wa kuvutia wa kusafiri kwa meli. Mwaka huu kukiwa na vitengo vitatu vya ushindani, watu wadogo na wakubwa wakipata nafasi sawa ya kung'aa. Mbio hizo zinaangazia ufundi, ushirikiano na aina ya usanaa ambayo imefafanua Lamu kwa karne nyingi. Katika shindano la uvuvi, Hussein Ahmed ambaye ni mwalimu aliibuka mshindi baada ya kuvua samaki aina ya tuna mwenye uzito wa kilo 90. Tulikuwa 4 katika hiyo boti yangu, boti inaitwa Tupendane. Na tumetembea kutoka hapa, tulitoka saa 9 alfajiri, tukafika kule mwendo wa saa 11 alfajiri. Tukaanza kuvua na by saa 1 tukamshika huyu samaki. Uvuvi hasa ni riziki kwa wengi hapa Lamu. Shindano hilo linatoa nafasi muhimu ya kuwaona wataalamu wakifanya kazi. Sisi tumechukua namba 3 Simba Boat kwa 84.7. Nashukuru Mungu angalau tukushuka namba 3. Last time tulipata namba 4, this time tunapata namba 3 na tunaomba Mungu inshallah mwaka ujao tuchukue namba 1. Tamasha la kila mwaka la Lamu inaonyesha urithi tajiri wa kitamaduni wa watu wa mji wa kale wa Lamu, tovuti ya urithi wa dunia wa UNESCO kwa zima na kwingineko duniani. Tayari Lamu tuna player 3 katika national team ya beach soccer. Kwa hivyo hii yote, na pia tulikuwa na football na kuna young sailors. Hii yote tunafanya kukuza vipaji, na utaona hii culture huanza na ile tunaita children parade. Hata zile ngoma za kitamaduni tunaanza kuwafundisha wale wadogo ili wakikua tusisahau hizi culture. Sasa katika awamu ya 23, tamasha hizi za utamaduni wa Lamu zimefikia kileleta katika siku yake ya 3 na ya mwisho. Leo yamekuwa maonyesho makubwa zaidi ya kitamaduni Afrika Mashariki. Martin Mwaura, NTV, kaunti ya Lamu.